langu ni Dr. Elisaria Palanjo. Ningependa nikukaribishe katika sehemu ya 11 ya tafsiri ya kitabu au uchambuzi wa kitabu ambacho kinaitwa Ishara za Viumbe katika Unabii wa Ndoto. Ishara za Viumbe katika Unabii wa Ndoto, tukiwa ni sehemu ya 11 ya uchambuzi. Kitabu hiki nimekiandika mimi mwenyewe kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Mungu ameniwezesha kuandika. Ni kitabu cha utafiti. Sasa katika sehemu ya 11 tutaenda moja kwa moja kuangalia uchawi unaotokana na panya. Panya kwenye maandiko matakatifu Biblia ametajwa kama kiumbe ambacho ni najisi. Soma kitabu cha Walawi, panya ametajwa kama moja ya viumbe ambao ni najisi. Lakini vitabu vya manabii wamemtaja kama kiumbe ambaye ni machukizo kwa Mungu. Sasa viumbe wengi ambao ni najisi, hata wale ambao sio najisi, lakini asilimia kubwa sana viumbe ambao ni najisi, ulimwengu wa giza, wa kiganga na wa kichawi wanawatumia sana kwa ajili ya kufanya mambo yao. Hii ni kwa sababu ya ile aina ya unajisi, kwamba mtu anapounganishwa na hicho kiumbe, basi roho ya unajisi inakuwa iko juu ya huyo mtu. Moja ya uchawi wa panya ni ule ambao unaweza kuona panya amebeba uchawi ambao unaitwa mufilisi. Unapomuona panya nyumbani kwako, maana yake ni ishara ya kufilisiwa kifedha na ile heshima yako. Panya anafilisi mtu heshima pamoja na fedha. Lakini pia panya anatengeneza migogoro. Kwa mfano, ukiona panya ambao wanakimbizana ndani na huko akipiga kelele, ile ni ishara kamili ambayo ulimwengu wa kiroho unaitumia hiyo nguvu ya hasi kwa ajili ya kutengeneza mifarakano ndani ya nyumba. Kwa hiyo utaona panya wanapigana na ghafla unaona kwamba magomvi yanaanza kuzuka ndani ya familia. Lakini jambo la tatu, hawa panya wanatumika katika uchawi wa kula nyama za binadamu. Uchawi wa kula nyama za binadamu, kuna watu ambao wamelogwa, na wakati wanapotembea hata ndege wa anga wanaweza kuona kama ni watu ambao wameshakufa, ni wafu. Na hata mtu huyo akilala katika njozi zake, wakati fulani anajiona kama anazikwa. Maana yake hii ni ishara kwamba watu wamekupiga uchawi ambao tunasema ni uchawi ambao wa kumfanya mtu kuonekana mfu. Na hasa wakati fulani unaweza ukawa na mtu ananuka mnuko fulani ambao si wa kibinadamu. Ile ni hali ambayo inaashiria kabisa kwamba ule ni uchawi wa kunuka, ambao tunasema ni uchawi ambao mtu anaonekana kama marehemu. Sasa wako panya ambao wanakaa makaburini, makazi yao ni makaburini, na panya hao ni wale ambao wanakuwa na mdomo mrefu. Makazi yao, panya wenye midomo mirefu, makazi yao ni makaburini. Sasa unapomuona mtu amepiga uchawi huu, basi wale mapanya wanaweza wakaja wakaingia kwenye nyumba, na pale ndipo wanapoweza kutafuna mtu mguu, na asubuhi ukajikuta kwamba mguu wako umetafunwa. Na hata ukijiuliza kwamba mguu umetafunwaje hujui, lakini tayari unakuta kwamba mguu umetafunwa. Kwa nini? Kwa sababu tayari wale wamekuja, na wakati wanapokuja wewe wanakuwa umeshapiga ule usingizi wa kifo. Kwa hiyo wanaweza kukutafuna
na asubuhi ukiamka unaweza kuona kabisa kwamba uweze kutembea. Lakini kuna wanatumika pia panya kwa sehemu nyingine, kwamba unaweza kumuona panya anaingia ndani mara moja alafu anatoka. Sasa panya ambao wanaingia ndani na kutoka, maana yake wale ni wajumbe ambao wametumwa na wachawi kuja kuchunguza ni nini ambacho kiko ndani, au taarifa gani, au kuna mtu gani ambaye yuko ndani. Panya ana uwezo wa kutumia jicho lake kama kamera ya kipepo kwa ajili ya kutoa taarifa au signal kwa watu wengine. Sasa panya hawa pia ambao wanatumiwa na wachawi kwa ajili ya kutengeneza makafara mbalimbali, baada ya pale nini ambacho kinatokea? Huo wenyewe wanajiua. Maana yake wanaingia kwenye mfumo kwenye maji. Anaweza kuona panya, umemwona kwenye maji ameingia, yule ameshamaliza kazi yake. Au unaweza kukuta moto unawaka na yule panya akaingia kwenye moto moja kwa moja na akaungua. Kwa nini? Kwa sababu tayari ameshamaliza kazi yake ya kafara. Sasa pamoja na mambo mengine ambayo yako ndani ya funzo kuhusu habari ya viumbe, ukitaka kumsoma zaidi au viumbe wengine, au kumsoma huyo kiumbe ambaye ni panya, unaweza kutafuta kitabu hiki ambacho kimeandikwa Ishara ya Viumbe katika Unabii wa Ndoto. Lakini pia unaweza kukipata kwenye hard copy, lakini pia unaweza kukipata kwenye soft copy kwa kuuliza kwa namba 0716 49 78 27. Ni kitabu ambacho kimebeba unabii mkubwa ambao unahusiana na wanyama. Wakati nilipoanza kutoa utangulizi, nilizungumza kuhusu habari ya kitabu cha Danieli mlango wa 7 mstari wa kwanza. Ukiendelea kusoma utakuta jinsi ambavyo nabii Danieli anaanza kuona viumbe mbalimbali. Wengine wanafanana na aina fulani ya viumbe, lakini wameongezewa vitu vingine. Maana yake Mungu anaweza kuleta unabii kupitia viumbe, lakini shetani anaweza pia kutumia viumbe kwa ajili ya kuharibu hatima za watu. Sasa kwa ndoto na mafunuo mengine yote kuhusu habari ya viumbe unapata kwenye kitabu hiki. Asante.